Naitwa Baraka Kamese, ni mkurugenzi wa shirika la Bufadeso. Leo tulikuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka wa shirika. Huwa ni utaratibu wa shirika, kila mwaka tunakutana na wanachama wote kwa ajili ya kutimiza jukumu la kikatiba, kwa sababu katiba yetu ya shirika inatuhitaji walau mara moja kwa mwaka tukutane na wanachama wote kwa ajili ya kufanya mkutano mkuu, ambapo madhumuni ya hii mikutano mikuu huwa ni kutoa taarifa ya utekelezaji, kwa maana ya ripoti ya kile ambacho kimefanyika kwa mwaka mzima, lakini pia kuweka mipango ya mwaka unaofuata, kwa sababu kimsingi mkutano mkuu ndio wanachama ambao wanamiliki shirika letu la Bufadeso. Kwa hiyo siku ya leo kwenye mkutano huu tumefanya mambo mbalimbali, ikiwemo tu ni kujadili zile taarifa za utekelezaji, taarifa za fedha, lakini pia tumepata wajumbe wapya wa bodi. Tuna bodi ya wakurugenzi wa shirika ambayo pia inaongozwa na wanachama. Kwa hiyo kwa siku ya leo tulikuwa tunachagua wajumbe wapya wa bodi watatu ambao walikuwa wanajazilishia wajumbe ambao wamemaliza muda wao. Na wajumbe watatu wamemaliza muda wao, kwa hiyo tumeingiza wajumbe wapya watatu. Binafsi naona mwaka 2025 kwa shirika letu la Bufadeso umekuwa ni mwaka wa mafanikio tena makubwa, sababu tumekuwa na malengo ambayo kwa 90%, naweza kusema 95%, tumeyafanikisha vizuri. Moja, tulikuwa tuna mkakati wa kumaliza ofisi yetu, na leo pia hata mkutano mkuu umepongeza jitihada za kile ambacho tumekifanya, kwa sababu ofisi yetu imekamilika, lakini pia jengo la mifugo pia limekamilika pamoja na store. Lakini ambacho kimevutia wajumbe wa mkutano mkuu wamekuta, niweze kusema surprise, kwamba sisi kama watumishi tumeweza kujiongeza. Kuna mradi ambao tumeubuni sisi, tunasema tutakuwa na shamba la mfano hapa Bufadeso, ambalo miongoni mwao ni kufundisha jamii masuala ya kilimo misitu, lakini pia shamba hili litatumika kama uzalishaji wa kuongeza kipato cha shirika. Kwa hiyo mkutano mkuu umekuta ofisini hapa tuna shamba ambalo kuna mifugo, kuna mazao pamoja na miti, ambavyo ndo vitu vitatu vinavyokamilisha kilimo misitu. Hapa kwa nyuma kuna kitalu chetu cha miti, ambayo ni miti ambao miti ya kivuli pamoja na miti ya matunda. Hii miti au hiki kitalu cha miti kina malengo mawili. Moja ni kuhudumia jamii katika utunzaji wa mazingira, lakini kwa baadaye tunataka tukibadilisha kiwe kitalu cha kibiashara, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya miti adimu na miti muhimu kama miti ya matunda ambayo kwa wadau wa nje tutaanza kuiuza, lakini kwa wanachama watakuwa wanaipata kwa binafsi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio katika ngazi ya ofisi hapa ambayo tumeyapata kwa mwaka huu. Lakini katika ngazi ya jamii tumetekeleza miradi takribani mitatu ambayo imenufaisha jamii. Mradi wa kwanza tulikuwa tuna mradi ambao unafadhiliwa na wafadhili wetu via Agroforestry. Huu tumeutekeleza kwa wilaya ya Bunda pamoja na wilaya ya Butiama katika kata 10. Kwa hiyo sisi hayo ni mafanikio, kwa sababu jamii imepata fursa mbalimbali, ikiwemo fursa ya kupata mafunzo pamoja na semina na warsha mbalimbali. Kuna baadhi ya wakulima wetu ambao wamehudhuria midaharo mpaka ya kitaifa. Mwezi wa 11 tulikuwa tuna wakulima wawili ambao wanatuwakilisha, wameenda kwenye kongamano la kitaifa la masuala ya mbegu za asili ama mbegu za wakulima. Kwa hiyo sisi kwetu pia ni mafanikio. Lakini tuna mradi wa pili ambao ni mradi wa ndani, mradi wa ufugaji. Tumepata wafugaji wapya 19 hapo wameingia kwenye ufugaji wa mkataba kati yao na shirika. Kwa hiyo sisi kwetu hili ni fanikio la pili. Lakini pia tuna mradi wa kilimo cha mkataba, kilimo cha mahindi. Kuna wakulima 35 ambao pia ni wakulima wapya ambao tumewajumuisha kwenye haya mazoezi. Lakini katika mafanikio ya ngazi ya jamii pia tumeweza kuboresha mazingira kwa kufanya kampeni mbalimbali za upandaji miti. Kwa hiyo tumepanda shule kadhaa, tumefanya kampeni za upandaji miti kwa wilaya ya Bunda pamoja na wilaya ya Butiama, ambapo tuna klabu za mashule, wanafunzi wamepata mafunzo, lakini shule nzima zimejumuika pamoja na viongozi wa hayo maeneo. Tumefanya kampeni za upandaji miti katika hayo maeneo. Kwa hiyo pia sisi kwetu ni mafanikio. Lakini tunafanikiwa pia mwaka huu kuwa kuna kongamano la
kilimo misitu, mashirika mbalimbali kutoka Tanzania yalijumuika Musoma kwa ajili ya maonesho ya masuala ya kilimo, na kwa kuna mashindano ambapo sisi shirika letu la Bufadeso tulishika nafasi ya pili, pamoja na kwamba hatukuridhika na nafasi hiyo kwa sababu sisi lengo letu lilikuwa ni kushika nafasi ya kwanza, lakini tunamshukuru Mungu, kati ya mashirika ambayo yamehudhuria tulipata nafasi ya pili. Kwa hiyo pia nayo ni hatua nzuri. Kwa hiyo sisi kwetu, kwa ufupi naweza nikasema hayo ni mafanikio ya mwaka huu 2025. Sisi kauli mbiu yetu inasema Bufadeso kwa maendeleo ya wakulima. Kwa hiyo ni mtu yeyote ambaye yeye ni mkulima, sisi kwetu tunahitaji maendeleo yake. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunapenda kupata wanachama wapya wa shirika, lakini pia wale ambao si wanachama, sisi tuna wadau tunaita wanufaika. Yeyote anayefikiwa na mradi yetu sisi tunamuita ni mnufaika. Kwa hiyo pia mtu anaweza akapata huduma za Bufadeso hata kama sio mwanachama, akawa mnufaika wa shughuli za Bufadeso. Kwa hiyo tunawakaribisha. Sisi ofisi zetu zipo kata ya Kunzungu, mtaa wa Ichamu, anaweza akafika, lakini pia kuna mawasiliano ambayo pia anaweza akafanya. Tunapatikana mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo yeyote ambaye anawiwa kushirikiana na Bufadeso katika masuala ya maendeleo ya kilimo, basi sisi tunamkaribisha na kwetu ni rafiki.